mojawapo ni kutokujiamini katika uwezo wetu. Baba aliwahimiza Watanzania kujivunia taifa lao, aliwahimiza Waafrika kujiamini katika uwezo wao. Aliamini kwamba maendeleo ya kweli ya Afrika yataanza pale tutakapoacha kujidharau na kujiamini. Imani hii ndio iliongoza mtazamo wake wa uongozi. Baba yangu aliamini kwamba maendeleo si tu kujenga barabara na madaraja, bali ni kujiamini kwa taifa. Bila shaka, kuongoza taifa si kazi rahisi. Inahitaji maamuzi magumu, uthubutu na msimamo usioyumba. Baba yangu hakuwahi kukwepa jukumu hilo. Aliamini kwamba kiongozi lazima alinde heshima ya wananchi wake na mustakabali wa taifa lake. Kwa hakika sisi familia, kumpoteza baba ilikuwa ni maumivu makubwa ambayo hayaelezeki. Lakini katika miaka 5 iliyopita tumetiwa moyo sana na simulizi mbalimbali nzuri kuhusu baba yetu kutoka kwa Watanzania kote nchini. Simulizi za watu waliopata matumaini mapya, simulizi za wananchi waliopata ujasiri wa kufanya kazi kwa bidii, simulizi za Watanzania walioipata imani mpya katika uwezo wa taifa lao. Simulizi hizi zinatukumbusha kwamba uongozi hupimwa si kwa miradi tu, bali kwa matumaini ulioachia watu. Leo tunapoadhimisha miaka 5 tangu kuondoka kwake, tunakumbuka kwamba urithi wa kiongozi hauishi katika kumbukumbu. Urithi unaendelea kuishi katika matendo ya taifa. Miundombinu iliyojengwa wakati wa uongozi wake imeendelea kuhudumia wananchi. Sera alizozisimamia zimeendelea kuathiri mwelekeo wa maendeleo ya taifa, lakini urithi wake mkubwa zaidi uko katika imani aliyoiweka kwa Watanzania. Imani kwamba taifa hili linaweza kufanya makubwa lenyewe. Imani kwamba kwenye umoja na kazi hakuna kinachoshindikana. Sote tukumbuke kuwa historia ya Tanzania imejengwa na viongozi wengi waliotumikia taifa hili kwa moyo wa dhati, kuanzia kwa waasisi wetu wa awamu zote na zingine zilizofuata baadaye. Wote wamechangia katika safari ya kuijenga Tanzania ya leo, na baba yangu alikuwa sehemu ya safari hiyo ya kihistoria. Leo tunapotazama mbele, tunajua kwamba ujenzi wa taifa hauhusiani na mtu mmoja tu, bali ni jukumu la kizazi kizima, ni jukumu la viongozi wote, ni jukumu la taasisi zote, lakini zaidi ya yote ni jukumu la kila mwananchi. Ndoto ya baba yangu haikuwa ndoto ya mtu mmoja, ilikuwa ndoto ya Tanzania, taifa linalojiamini, taifa linalomiliki kazi, taifa linalosimama imara katika jumuiya za kitaifa duniani. Na ndoto hiyo bado ipo hai. Urithi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli haupo katika reli, barabara, shule na taasisi zilizojengwa. Urithi wake uko katika mioyo ya Watanzania, uko kwa mkulima anayelima ardhi yake kwa bidii, uko kwa mwalimu anayefundisha kizazi kijacho, uko kwa vijana anayethubutu kuanzisha biashara na kuona ndoto mpya, uko kwa kila Mtanzania anayefanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa lake. Hapo ndipo mustakabali wa taifa ulipo. Kama kuna ujumbe mmoja baba yangu aliuamini sana, ni huu: Watanzania lazima wajiamini. Aliamini taifa letu lina uwezo wa kufika maendeleo makubwa. Aliamini Tanzania inaweza kusimama katikati ya mataifa yaliyoendelea duniani, na maono hayo si ndoto isiyowezekana ndani ya maisha yetu. Tanzania inaweza kufika kiwango kikubwa zaidi cha ustawi wa maendeleo, lakini hilo litatokea tu kama tutabaki kuwa wamoja, wenye nidhamu na wenye dhamira ya kulijenga taifa letu. Basi leo tunapomkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli,
tusitazame tu yaliyopita, tuangalie pia mustakabali wa taifa letu kwa nyakati zijazo. Tukumbuke kwamba nguvu ya Tanzania siku zote imekuwa katika umoja wa watu wake, na tuendelee kushikilia kanuni ile rahisi lakini yenye nguvu iliyomuongoza maisha yake, kwamba kupitia kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na kujiamini, Tanzania inaweza kufika mafanikio makubwa. Huu ndio ulisi aliotuachia, na ulisi huo unaendelea kuishi ndani ya kila Mtanzania anayefanya kazi, anayelitumikia taifa lake, na anayejitahidi kujenga Tanzania iwe bora zaidi. Tuendelee na safari hii kwa pamoja. Kabla sijamaliza, nichukue nafasi hii na fursa hii kwa niaba ya familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli niwashukuru mababa askofu wote mlioshiriki nasi katika misa takatifu ya kumwombea mpendwa wetu. Pili, nichukue fursa hii ya kipekee kabisa kwa niaba ya mama yetu kipenzi Janeti Magufuli kukuomba wewe mgeni rasmi utufikishie salamu zetu za shukrani ya dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutushika mkono katika miaka yote mitano katika kuhakikisha nyumba ya ibada ambayo ilikuwa ndoto ya mpendwa wetu inafanikiwa. Na leo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 50. Kwa kweli tunamshukuru kama familia na kama wanachato, tunamwombea azidi kutuchangia zaidi ili kanisa lizidi kukamilika. Bila kusahau Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi pamoja na makamu wa rais mstaafu Daktari Philip Mpango, mawaziri wakuu wote wastaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda pamoja na baba yetu mpendwa Kassim Majaliwa. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu siku ya leo. Nimalizie kwa kusema Mungu awabariki wote na Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Jessica Magufuli mbunge kwa neno la shukrani kwa niaba ya familia. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya neno fupi la shukrani kutoka kwa familia, naomba uridhie nimkaribishe Mheshimiwa Martin Shigela aweze kutuongoza kwa maneno mafupi ya harambee kabla ya kukukaribisha kusema kile ambacho kimepatikana. Kwa heshima na taadhima, kwa moyo wa dhati naomba kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuunga mkono wanachato. Tunasema asante sana kwa shilingi milioni 50 alizotoa hapa. Mungu ambariki sana. Pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi pamoja na Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, kwa kushiriki nasi katika ibada hii takatifu ya miaka mitano tangu hayati Dr. Magufuli atutoke. Pia na wanashukuru sana na mgeni ya mwenzangu wamekuja hapa, Mama Lukuvi, Mama Loasa, Mama Sumaye, Mama Pinda na wote. Mungu awabariki sana kwa upendo. Na washukuru pia wananchi wote wa Chato wote na waliotoka Chato na wengine nje ya Chato kuja kushiriki nasi katika ibada hii. Pia namshukuru sana askofu wetu Askofu Nyemugizi, amekuwa pamoja nasi tangu ibada ya kwanza mpaka hii mwaka wa 5 ambao umefika. Mungu awabariki sana, na mapadri wote na watawa wote na wananchi wote wa Chato, asanteni sana. Mungu awabariki, barikiwe sana. Karibuni sana kwa chakula, msiondoke bila kula jamani. Tumeandaa, wale watakao baki basi tuendelee na chakula. Pia tunaenda makazini kuiweka mashada maua ili wageni wengine wawahi. Asanteni.